Katika siku ambayo sisahau ni tarehe 12 Aprili mwaka 90, alipotupa msaada mimi na waziri wangu Anur Kasum. Hili kwa ndio tarehe ambayo mzee Mwinyi alivunja baraza la mawaziri. Kwanza kwa kawaida mawaziri, naibu mawaziri amshiriki kwenye cabinet. Tukaambiwa tuje wote. Tumefika pale, mzee amefika, akasema nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyokuwa mmenisaidia, lakini nawatakieni wote mwende mkajiuzuru. Shama kubwa tena haya. Basi tumekaa pale, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu, rais akaondoka, mzee Warioba alikuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu akaondoka, mzee Msuya akaondoka, basi na sisi wote tukaondoka. Sasa tulipotoka nje ikawa magari hakuna. Sio kwa sababu yamenyang'anywa, ila unajua kwa sababu kawaida vikao vya cabinet vinachukua muda. Kwa hiyo mkifika pale mawaziri, magari yanakwenda ofisini kufanya shughuli nyingine. Sasa tukawa hatuna magari. Na kwa sababu pale tena ndio tushapigwa tanchi. Unaogopa hata kuingia ofisi yoyote pale kuomba upige simu, na wakati ule hapakuwepo na simu za mkononi. Kwa hiyo ikabidi sisi tutembee sasa. Tunatembea kwa mguu kutoka Ikulu kwenda barabarani kutafuta magari ya kutupeleka maofisini kwetu. Nashukuru wakati ule mitandao ilikuwa bado. Vinginevyo hiyo ingekuwa picha nzuri kweli, mpaka leo zingekuwa zinarudiwa. Sasa tukawa tunatembea wote, lakini tukakubaliana kwamba mzee Msuya alikuwa waziri wa fedha, ofisi yake iko karibu na Ikulu pale, kwa tukatembea mpaka pale, akatupatia usafiri, tukarudi ofisini. Yaliyobakia sio muhimu nyewe kujua ilikuwaje kuhusu sisi kujiuzuru. Baraza lilipoundwa upya, nikabahatika kuwa sasa waziri wa maji, nishati na madini. Hapo ndipo tukawa wote sasa kwenye baraza. Na hapo ndipo nilipomfahamu vizuri zaidi huyo mzee, uwezo wake wa uongozi, umakini wake katika kujenga hoja, uhodari wa kujieleza na kulifafanua jambo gumu na kuwezifanya lieleweke na kuwa rahisi hata kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa uchumi na fedha. Alijipambanua. Mheshimiwa Msuya alikuwa mtu aliyejaliwa akili nzuri, big brain, very bright fellow, big brain. Hakuwa mtaalamu wa uchumi na fedha kwa kusomea, ni social worker, lakini aliyafahamu mambo ya uchumi na fedha vizuri sana. Na ndio maana alipokuwa waziri wa fedha, amewahi kuteuliwa waziri wa fedha mara 2 na Mwalimu Nyerere na mara 1 na mzee Mwinyi. Lakini aliyafahamu vizuri sana mambo ya uchumi na fedha kama vile ni mchumi mbobezi. Penye nia pana njia. Kwa hili ndio la kwanza la kujifunza, kwamba ukijitahidi kujifunza utajua. Ndio funzo hilo. Na sifa hiyo ndio iliyomwezesha kusimamia vizuri uchumi katika vipindi vigumu sana kiuchumi nchini. Maana alikuwa waziri katika vipindi vigumu. Hakuwa waziri kama alivyo sasa Mwigulu Nchemba.
Yeye alikuwa katika vipindi vigumu. La kwanza, uhaba mkubwa wa bidhaa. Madukani huwa hakuna vitu. Jawabu, foleni. Tunapata kitabu kile cha Kaya. Kila mtu umepewa kitabu chako, unakwenda kwenye duka la Kaya, umegawiwa mchele kilo ngapi, sukari. Huko ndiko tulikotoka. Lakini kuwa na uhaba mkubwa sana wa fedha za kigeni. Lakini kuwa na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni kwa sababu uchumi ulikuwa umedumaa tu. The economy was not growing, and at some point ilikwenda kwenye negative growth. Lakini pia kulikuwa na changamoto kubwa za upatikanaji wa huduma za kiuchumi na kijamii. Elimu, afya, maji, barabara. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho hayo ndio mazingira tuliyokuwa nayo. Kwa ujumla hali ya uchumi ilikuwa sio nzuri kwa sababu mbalimbali ambazo leo si mahali pake kuzizungumza. Mzee Msuya kama waziri wa fedha alikuwa na juhudi kubwa ya kuzuia mambo yasiharibike zaidi. Hakika alifanya kazi kubwa, kazi iliyotukuka. Alifanyaje? Na alifanyaje? Alikuwa anayajua yeye zaidi. Na nimeambiwa kitabu chake kinaandikwa